Karibu tena kwenye channel yetu pendwa ya Apostle Katambi. Nichukue fursa hii kumshukuru Mungu kwa ajili yako. Niko naendelea kufundisha kwa habari ya ufalme wa anga, na niko naendelea kuchambua kwa habari ya mkuu wa anga. Sasa hapa ndipo tutaanza kuangalia. Leo tuko kwenye mkuu wa anga na manabii wa uongo. Mkuu wa anga anavyowasaidia manabii wa uongo. Na nitakupa siri, kuna watumishi wengi wanapita kwenye shida nyingi sana. Wanatumika, wanakondoza Mungu, maisha yao ni ya shida. Hata kununua smartphone inakuwa ni shida mtumishi. Mtumishi unamkuta hata nguo kuvaa kwenyewe pia ni shida. Paka chakula ni shida. Lakini kupe siri, huyu mkuu wa anga ndo anafungaga watumishi. Akishirikiana na manabii wa uongo katika ulimwengu wa roho. Asa leo nafundisha mkuu wa anga anapokuwepo kwenye anga fulani, kwenye huo mkoa uliowepo. Mkuu wa anga anapokuwepo hapo, huwa anaratibu falme zote za giza kwenye hilo eneo la hilo anga. Mojawapo, nataka nikupe siri leo. Kinachofanya mtu alikuwa ni mtumishi, ngoja nitoe mfano wa mtumishi. Kinachofanya mtu alikuwa ni mtumishi, alipokuwa kwa huko anatumika hajafanikiwa, akaenda huku kwa manabii wa uongo, akaenda kwa Freemason au kwa shetani. Anachofanyiwa sasa baada ya kwenda kuweka agano kule, aweza kuweka agano kwa malkia wa anga, malkia wa bahari. Wengi wanazini na nyoka yule. Ile malkia anaweza kupewa bibi akawa anakuja na zini naye. Sasa baada ya kupewa yule kuzini naye, anapokuja kwenye eneo husika la huduma, huwa anainuliwa kwenye anga. Inakuwa ni jukumu la mkuu wa anga kumlinda nabii wa uongo. Kwa nini? Mkuu wa anga ndiye anafunga fahamu za watu kwenye hilo eneo au wa mkoa unaishi. Fahamu za watu zinafungwa kwenye eneo la ndoa, eneo la uchumi, eneo la biashara, eneo la kazi, eneo la familia. Fahamu za watu zinafungwa na mkuu wa anga. Kwa hiyo ni vyepesi sana ukifungwa ufahamu na mkuu wa anga. Mtu akikufunga ufahamu unaweza ukafanywa chochote. Wewe unapona mtu anakuwa kichaa na kula mavi, anaona ni sawa. Tena ana shida, hata vungu anatembea, anaona ni sawa, kwa sababu ufahamu haupo. Asa mkuu wa anga ana mahusiano gani na manabii wa uongo? Mkuu wa anga ana mahusiano gani na manabii wa uongo? Kwa lile anga analotawala mkuu wa anga, yeye ndiye anakuwa na vifungo vyote. Yani ni msimamizi wa vifungo vyote vya lile eneo. Haya majini, mapepo yanakuwepo kwenye ile anga, anatuma majini na nini. Kwa hiyo yeye ndo anaratibu kwamba mtu fulani asifanikiwe, fulani afanikiwe, fulani ainuke kiuchumi, fulani asiinuke, hawanajifanya ameokoka wasifanikiwe. Ndio maana kama ni mlokole, omba aswa. Acha kujichanganya changanya. Utafika pindi utakata tamaa, utasema maisha ya wokovu ni magumu. Ndio maana nafundisha masomo haya. Kama umeokoka, omba aswa. Piga hizi roho. Kwa mkuu wa anga ndo anaruhusu sasa fulani afanikiwe au asifanikiwe kwenye anga. Asa anachokifanya kwa hao manabii wa uongo,
au manabii wa uongo wanaokudanganya, si njoo komboa maisha yako, sijui nunua hiki kwa shilingi kadhaa, nunua hiki kwa pesa kadhaa. Pako wa Mungu ununui kwa pesa. Ni biashara kama biashara nyingine. Asa mkuu wa anga anachokifanya kwa lile anga ambalo nabii wa uongo yupo, cha kwanza anamuondolea vizuizi. Anamuondolea vizuizi. Maana kwa lile anga vizuizi vinaondolewa katika ulimwengu wa roho. Si huyu alikuwa mwanzo alikuwa anaomba, huyu mkuu anga anamzuia watu wasiende pale kanisani. Mwanzo alikuwa anaomba, huyu mkuu anga alikuwa anamzuia kwamba huyu mtu asifanikiwe kihuduma, uchumi wake uzuiliwe. Kwa anapojiunganisha sasa kule kuna ule ufalme, huyu mkuu wa anga huwa anamuondolea vikwazo, kwamba yale mapepo walikuwa anamshambulia yanaambiwa mwacheni, huyo ni mwenzetu. Ndio maana nabii wa uongo ni mbaya sana. Yana mkuu wa anga ni marafiki, ni mbaya sana. Na wanachojua ulimwengu wa roho kwamba watu wengi wanampenda Mungu. Mtu ameumbwa kwa ajili ya kuabudu, kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Kwa kama watu wengi wameumbwa kwa ajili ya kuabudu, kila mmoja anahitaji ibada. Sasa wanachokifanya ulimwengu wa roho wa giza, wanasema sasa, ili tuwakamate hao watu, tuandae watu wetu kama watumishi. Tuandae watu wetu kama watumishi. Lakini hao watu tunaowaandaa ni wa kwetu sisi. Na wanapata faida gani mkuu wa anga kuwadanganya, kuungana na manabii wa uongo? Wanapata faida gani? Unaweza kusema tu, so anasema jina la Yesu. Shida sio jina la Yesu. Kuna Yesu wa mbinguni, Kristo. Kuna Yesu wa kuzimu. Ndio maana anasema kwa jina la Yesu, akisema haraka haraka, kwa jina la Yesu, Yesu, Yesu. Wanasikia Yesu, Yesu. Wengine manabii wa uongo wamechanjwa ulimi wao. Manake anapoongea wewe unasikia vingine, lakini anachotamka ni kingine. Wengine manabii wa uongo wamepewa mpaka lugha zao, wananena lugha ambayo sio ya kimungu, ya kule chini. Asa mkuu wa anga anawasaidiaje manabii wa uongo? Anaondolea vile vikwazo. Ilikuwa anawatumia mapepo, akienda asifanikiwe, akifanya jambo asifanikiwe, akose hela akula, anaambia mapepo njoni, huyu ni mtu wetu, mwacheni. Kwa anawasaidia cha kwanza ili kuondoa yale mapepo yale, wachawi wasimshambulie. Na ndio maana hapo nikwambie, mchawi anaweza akakuroga kabisa, lakini akakwambia twende kanisani. Sikiliza, amekuroga lakini anakwambia twende kanisani, anakupeleka kwa nabii wake wa uongo. Leo watu wanauza vikombe. Leo wanauza vikombe, wanauza mashuka, wanauza maepo, wanauza machungwa. Hasi mafanya biashara tu kama mafanya biashara mengine, ni majizi kama majizi mengine. Pumbavu kabisa ya majizi haya. Maandiko yanasema, Yohana sura ya 10, Warumi sura ya 10 mstari wa 17, imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Yesu hakutaka watu wapewe sabuni za upako. Yesu alitaka watu wapewe neno.
Tafundisha hilo somo kwa jua manabii wa uongo. Utagundua watumishi wengi unaosema ni watumishi sio. Utagundua. Ndio maana unaambatana nao bado matatizo yanakuwa debe. Unaambatana nao shida haziishi. Unasema mtumishi Katambi, unaongea nini? Asa nabii wa uongo anapoondoa vikwazo, yale majini anawaambia mwacheni huyo. Wachao anawaambia mwacheni huyo. Huyu ni wa kwetu, hatumpigi vita tena. Kwa hiyo ile miungu pia inaambiwa waachie watu kwenye ardhi. Ndio maana unaona nabii wa uongo anapofungua huduma mara moja tu huduma inakuwa maana haina vizuizi ulimwengu wa roho. Ni tofauti na mtumishi ambaye yuko tu anapiga magoti, anamlilia Mungu, anafanya nini? Kwa wanawekea vikwazo vingi, vizuizi vingi. Mkuu wa anga anawasaidia manabii wa uongo. Yeremia sura ya 5 pia, Yeremia sura ya 5 mstari wa 30. Mstari wa 30. Kwa hiyo Yeremia sura ya 5 mstari wa 30, mkuu wa anga anawasaidia manabii wa uongo kuendesha kazi zao. Kwa wanachokifanya kwenye ulimwengu wa roho, kwenye hilo anga analofanyia huduma, mkuu wa anga anafungua lile anga. Yaani huyu kwa kuwa ametukubali sisi, kwenye anga hili liwe wazi kwake, kwenye anga hili afanikiwe, kwenye anga hili ainuliwe, kwenye anga hili atangazwe. Wanamtangaza wao. Manabii wa uongo wanatangazwa na mkuu wa anga kwenye anga. Kwa hiyo mkuu wa anga ndio bosi wa manabii wa uongo kwenye eneo walipo. Na huyu nabii wa uongo huwa kuna wakati anachukua sadaka anampelekea mkuu wa anga. Anachukua sadaka anampelekea mkuu wa anga. Ndio maana manabii wa uongo ni watu wabaya sana. Wana mambo mengi sana. Wana vitu vingi sana. Kwa mkuu wa anga anachokifanya, anawapromoti wale watu, wanawafungulia sasa kwamba kile anachokifanya kwenye hilo anga wafanikiwe. Alafu watumishi wa kweli wanazuiliwa kwenye anga wasifanikiwe. Wanapambana kwenye anga, hakuna kutoboa. Ndio unabaki una maisha ya shida, maisha ya tabu, na huku unatumika kwa Mungu, ni mwombaji, ni mwimbaji, ni mhubiri, maisha ya shida, hata hela chakula unakosa. Piga huyu mkuu wa anga na hao manabii wake wa uongo waondoke kwa jina la Yesu. Kwa kimpiga mkuu wa anga, nabii wa uongo anaasirika. Na ndio maana ukigundua mtu ni nabii wa uongo, kumwangusha ni vyepesi sana. Huwa ameunganishwa na anga. Kwa unapompiga kwenye anga, unamshusha kwenye anga. Nabii wote wa uongo, awe sui ni nani, sui ni nani, sui ni nani, ni nani, ukajua ni muongo, wewe usipambane naye, wewe mshushe kwenye anga. Ukimpiga kwenye anga anashuka. Ndio nasikia amebaka, unasikia amefanya hivi vitu, watu wamegundua alikuwa anatapeli watu, watu wanagundua, kumbe umemshusha kwenye anga. Unanisikiliza pale ulipo, usikubali nabii wa uongo akatawala mkoa wako. Usikubali nabii wa uongo akatawala eneo lako. Mshushe. Nabii wa uongo ni mbaya sana. Anateka maisha ya watu, anateka nyota za watu. Unapoenda kuombewa anaiba nyota yako. Unapoenda kuombewa anaiba kibali chako. Unapoenda kuombewa anaiba neema yako. Njoo ni kuosha uso, neema inaondolewa. Mikono, njoo ni kuoshe, nyota yako inaondolewa. Maana ukisoma Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 8 anasema Bwana ataamuru baraka ije juu yako na kila kazi utakaofanya mikono yako tabarikiwa. Mikono imebeba nyota, wanachukua. Mara njoo tukuoshe miguu,
wanaiba umiliki wako. Unashangaa unaendelea kuchoka, wao wanafanikiwa tu. Manabii wa uongo wanafanya kazi na mkuu wa anga katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo anafunguliwa kwenye anga, anainuliwa, ile kama ni huduma aliyokuwa nayo inainuliwa kwenye anga, alafu anainua huduma huyo mtumishi, inainuliwa kwenye anga. Ili ufanikiwe, nitakuja kufundisha maombi ya kuomba kwenye anga. Ili ufanikiwe lazima uinue kitu kwenye anga. Ukiinua kitu kwenye anga, watu wote wanakiona kwenye hilo anga unaloishi, anga la mkoa, anga la nchi, anga la wilaya, anga la kata. Kwa hiyo namuinua nabii wa uongo kwenye anga, alafu wewe unamtumikia Mungu unashushwa biashara yako. Wewe unauza hapo vizuri kwa haki, unashushwa. Wewe unauza kwa kumtegemea Mungu, unashushwa. Yule anainuliwa kwenye anga. Kwa huyu mkuu wa anga, kazi yake ulimwengu wa roho ni kuinua manabii wa uongo. Anawasaidia mpaka kutabiri. Wakati anaenda kutabiri, mkuu wa anga anamletea kama picha pale mbele. Unaenda pale na shida hii, anakuambia naona mama yako yuko hivi, naona kaburi iko hivi. Kumbe mkuu wa anga amesimama pale, anampa kuona. Wewe hujui, unaona ni Mungu ndo amemwonyesha. Nashangaa huyu jamaa mbona ni mzinzi sana. Huu nabii wa kutabiri ameutoa wapi? Maana Mungu atakuwa tembea na mtu mtakatifu. Huyu jamaa mbona ni mwovu sana. Hili jicho la roho amelitoa wapi? Mkuu wa anga anaosaidia manabii wa uongo. Au unasema mtumishi tu unaongea, we Katambi, Apostle Katambi unaongea. Mimi ni kazi yangu kukemea hivi vitu. Yeremia sura 5 mstari 30 anasema hawa manabii wa uongo wanatabiri, wanafanya mambo yao, wanafanya kazi zao kwa uwezo wa mkuu wa anga. Yeye ndio anawapa hizo nguvu. Wanatabiri, wanaendesha ibada zao kwa uwezo wa mkuu wa anga. Yeye ndiye anawapa hivyo vitu vya kuweza kufanya. Kutabiri, mkuu wa anga ndio anawapa ule utisho wa kuogopeka. Ukifika pale kwa unatetemeka, unaogopa, unafanya nini? Huyu mkuu wa anga. Yeremia sura 5 mstari 30 unasema wanaweza kapewa kweli kutabiri. Nabii wote wa uongo ana roho ya mkuu wa anga ndani yake, ameunganishwa na mkuu wa anga ndani yake. Ndio maana anapewa masharti ya zini sana, anapewa masharti ya bake sana, anapewa masharti afanye dhambi sana. Lakini unaona macho ya roho imetoka wapi? Wewe unafanya mauzinzi leo na huyu, kesho na huyu. Haya macho ya roho imetoka wapi? Msaada wa mkuu wa anga. Wafalme wa kwanza nasema mtumishi unaongea tu. Wafalme wa kwanza sura 22. Wafalme wa kwanza sura 22. Wafalme wa kwanza sura 22 mstari 22 na 23. Kulikuwa na mfalme anaitwa Ahabu. Mfalme huyu alikuwa anataka kwenda vitani. Amen. Tasoma hapa. Tutasoma Wafalme wa kwanza sura 22 mstari 21 na kuendelea. Bwana akasema, ni nani atakaye mdanganya Ahabu ili akwee Ramoth Giladi akaanguke? Basi huyu akasema hivi, huyu akasema hivi. Akatoka pepo akasimama mbele za Bwana akasema, mimi nitamdanganya. Bwana akamwambia, jinsi gani? Akasema, nitaondoka na kuwa pepo wa uongo
vinywani mwa manabii wake. Ahabu anatakiwa aende auawe. Mungu anatafuta namna ya Ahabu aende kupata tatizo, anashindwa. Lakini pepo, hajasema kwamba ni pepo, ni roho ile ambayo ni roho zinatumwa na mkuu wa anga. Mapepo anatumwa na mkuu wa anga, nenda kapige stroke huyo, nenda kaangusha gari, kaangushe karibu biashara huyo, karibu uchumi huyo, kabebe nyota huyo. Pepo anatumwa na mkuu wa anga. Anasema pepo akatoka akasema, nitakuwa kinywani mwa manabii wa uongo ili waseme uongo. Manabii 400. Nabii mmoja tu ndo huyu hapa. Nabii mmoja huyu anasema Mikaya. Huyu Mikaya tu ndio ambaye akuingiliwa na huyo pepo, lakini wengine wote pepo uongo ameingia kwenye vinywa vyao. Si naona herufi S, si naona herufi Z, si kwenu kuna mtu hivi na hivi, si kwenu hivi na hivi. Anachokifanya huyu mkuu wa anga ndiye anawapa nguvu manabii wa uongo, ile roho ya kutabiri, roho ya ujanja ujanja, ule ujasiri kwamba vua nguo ni kupake mafuta, fanya hivi, ule ujasiri. Manabii wa uongo, ule roho ya uongo. Ndio maana nasema manabii wa uongo, maana yake wana roho ya uongo. Hii roho ya uongo inatokaga, inaunganishwa na mkuu wa anga. Ndio maana inaweza katokea mambo maovu, ukaona manabii wa uongo wamenyamaza kimya, hawasemi. Kuna vitu vinaweza katokea watu wakakemea, manabii wa uongo hawezi kukemea, wamenyamaza kimya, kwa sababu ndani yao wako kwenye roho ya uovu, wako kwenye roho ya dhambi. Na nikwambie shida, nikwambie kitu, manabii wa uongo wanaumia sana. Wanaenda wanapewa, huyu mkuu anga anawapa adhabu, huyu mkuu anga anawapa masharti magumu. Unaweza kuona ni mtumishi lakini anafanyiwa vitendo vya ajabu, mara atumwe damu za watu, mara wengine wale wanavaa mapete makubwa, mara wanafanya nini. Yaani sasa hivi injili imeingiliwa. Maandiko yanasema watatokea manabii wa uongo wengi. Neno ni wakati wao, neno haliwezi likajipinga. Kwa mkuu wa anga anawasaidia manabii wa uongo. Sasa pointi yangu ni nini sasa? Kwamba huyu mkuu wa anga asichokitaka, hataki watumishi wa kweli wakasimama. Yaani wewe ili uinuke kuwa mtumishi, lazima ujiunge na mkuu wa anga au malkia wa anga au falme za Freemason. Sasa kama hujajiunga, unapigwa vita sana na una mtandao mkubwa. Wewe angalia watumishi wa kweli wakifungua makanisa, mara wanatupigia kelele, mara wanafanya nini, mara wanafanya nini. Lakini wale wa uongo, fulani oya, fulani haya, fulani haya. Kuna roho walizonazo manabii wa uongo na wale wanazo kuwa anga nayo, kwa wana operate kwenye anga. Kwa hiyo hao manabii wa uongo kazi yao ni kuwafunga watumishi wa kweli wasiinuke. Kazi yao ni kuwazuia watumishi wa kweli wasiinuke. Sasa wewe unanisikiliza, usiposimama katika roho na kweli, ukaanza maombi ya roho na kweli, ukaanza kupambana katika roho na kweli, hautatoboa kwenye hii dunia. Hautashinda kwenye hii dunia. Nifuatilie kipindi kijacho. Sambaza ujumbe huu, share ujumbe huu, nafundisha siri za rohoni. Ni mimi mtumishi wako Apostle P.E. Katambi. Mungu akubariki, akuzidishie katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Usisahau kusubscribe hii channel. Usisahau kuweka comment yako hapo chini kistaarabu. Mungu akubariki sana, mtu wa Mungu. Amen.